Irani aliposema hivi vita vitakuwa ni vita vya ukanda mzima huu, nafikiri hawakumuelewa. Na unajua kuna wao watu wa magharibi wamezoea uongo na propaganda. Kwa hiyo Irani alipokuwa ameongea vile, wakajua hizi ni propaganda. Na kikubwa zaidi, anayeongea ni uongozi huu wa Khamenei, wacha tumuue alafu tuone. Kumbe ndo wakawa wamechokoza mzinga wa nyuki. Sasa washirika wa Irani ambao ni Hezbollah walioko pale Lebanon wameendelea kuinyeshea mvua ya drones pamoja na makombora Israeli. Na Israeli naye imebidi apeleke wanajeshi 110,000 kwenye uvamizi wa ardhini kwenda kupambana na hawa bwana wa Hezbollah upande huu wa Lebanon. Na kama majibu pia Israeli akaishambulia Beirut, lakini hiyo haisaidii kwa sababu kituo cha kijeshi cha Israeli kilichoko kwenye milima ya Golani Nafaa kimeshambuliwa pamoja na maeneo mengine, kwa sababu hiki ni kituo pia ambacho kinaaminika ndipo kuna rada nyingi za kuweza kuona. Unajua rada ikipigwa maana yake ni sawa na mtu umetobolewa macho. Nakumbuka Irani walishambulia kituo kikubwa sana cha rada ambacho ndio kinategemewa kwenye hizi nchi za Kiarabu, hasa kwenye hizi kambi za Marekani hapa Mashariki ya Kati, kwenye hizi nchi za Mashariki ya Kati za Kiarabu hapo wakashambulia pakubwa sana. Kwa hiyo ikawa kwa namna hiyo basi maana yake Marekani imepoteza uwezo wa kuweza kuona zaidi. Ndio maana Irani alidiri sana na kambi za jeshi la Marekani, kwa sababu kwenye kambi zile mna rada, umeona, na rada ndio inayosaidia wewe kuona mbali. Ndio hapa nimekuambia kuwa unachotakiwa kujua ni kuwa makombora ya Irani yanafika salama ndani ya Israeli, na pana umbali wa kilomita 2300 kutoka Irani mpaka Israeli. Na hapo njiani kuna vikwazo vya mataifa mengi, haya mataifa kama 14 hivi. Ukiachilia mbali hayo mataifa 14, kuna kambi za Marekani zaidi ya 30 zilizoko kwenye hayo mataifa. Okay, kuna mifumo ya ulinzi kwenye haya mataifa kabla hujafika Israeli kwanza. Pale Israeli penyewe kuna mifumo ya ulinzi mingi tu. Kuna David Sling, kuna Iron Dome, kuna Arrows 1 and 2, kuna Taad ya Marekani na rada kubwa ya Marekani TPY2 ambayo iko pale. Ukiachilia mbali ndege za Uingereza, Ufaransa, Israeli, Marekani ziko angani, lakini bado makombora ya Irani yanatua vizuri kabisa katika ardhi ya Israeli. Na mpaka sasa umeona Israeli wanalalamika kuwa Irani anatumia cluster, makombora yale ya vishada yale, ambalo kombora hilo likitua ni vishada vinaanguka maeneo mbalimbali. Alafu pia kuanguka maeneo hayo ni makombora ambayo yanaweza kaleta madhara hata baadaye, kwa sababu vile vishada visipolipuka ikapita hata miaka mtu akaja akakanyaga anaweza kulipuka. Kwa hiyo ni makombora ambayo waliyapiga marufuku UN, Umoja wa Mataifa, lakini Irani anayatumia. Israeli wameanza kulalamika kuwa anatumia silaha zilizopigwa marufuku, lakini kumbuka yeye kule anaua mpaka raia wasiokuwa na hatia. Mfano kuna shambulio la shule ya watoto wa kike, tena watoto huko nchini Irani, na hawa watoto ni wa Kiyahudi. Yaani ni Myahudi ameua Wayahudi watoto. Ngoja nikusomee hii taarifa hapa ambayo nafikiri ni ndugu yetu Faida ameiandika. Inasema hivi: shambulio la shule ya watoto wa kike wa Kiyahudi nchini Irani ni tukio linaloripotiwa sana katika habari za hivi punde kuhusu mgogoro wa kijeshi kati ya Marekani, Israeli na Irani. Wengi hawafahamu kuwa shule hiyo ni shule ya Wayahudi wa Irani ambayo inawafundisha watoto wa Kiyahudi wa kike tamaduni zao na elimu ya kawaida. Shule ya watoto wa kike wa Kiyahudi inayofahamika kama Shajare Taibi, yes, Shajare Taibi Girls Elementary School iliyoko Minabi mkoani Hormozgan, kusini mwa Irani
Ilishambuliwa wakati wa mashambulizi makubwa ya kijeshi yaliyofanywa na Marekani na Israeli dhidi ya maeneo mbalimbali ya Iran. Taarifa za awali za Irani zilisema kuwa shule hiyo ilikuwa na takribani wanafunzi 170, hasa wasichana waliokuwa ndani wakati wa shambulio. Ripoti za idadi ya waliopoteza maisha zinatofautiana kutokana na chanzo cha habari, lakini kwa mujibu wa vyombo mbalimbali vya habari na vyenye chanzo cha serikali ya Iran, Iranian State Media Wikipedia inaripoti zaidi ya watoto au watu 180 waliokufa. Wengi wao walikuwa watoto wa kike wa Kiyahudi. Ripoti nyingine za Irani zilisema idadi ya waliokufa inaweza kuwa kati ya 148 hadi 165, na wengi wao ni wasichana wa shule. Kuna taarifa zinazotajwa hata kifupi kuwa takriban 70 wasichana waliuawa na wengine wengi kujeruhiwa, kulingana na shirika fulani la habari. Kipindi sasa yameandika ya kwake sasa, kipindi Wayahudi wa Machame na Kishumundu wakisherehekea vifo vya Wayahudi wenzao wa Minabu, waelewe kwamba kabisa wanasherehekea upumbavu, maana Myahudi kamuua Myahudi mwenzake. Watoto hawa wa Kiyahudi wasio na hatia watazikwa kwa heshima na taratibu za dini yao ya Kiyahudi katika eneo la pamoja lenye mashimo, yani makaburi zaidi ya 160. Kwa hiyo ndio maana unajua kuna watu, kwa nini ameongea hivi? Kuna watu wanaendelea kuiombea Israeli sasa hivi kuwa Israeli Mungu aisaidie iendelee kushinda vita. Lakini ni ugaidi wanafanya hawa. Ni taifa linafanya ugaidi kabisa. Kwa hiyo ndio maana sasa katika haya yote washirika wa Iran ambao ni Hezbollah wameendelea kuinyeshea mvua Israeli. Ukiachilia mbali Irani yenyewe. Okay, Yemeni na wao pia kule wanajipanga vizuri sana. Na Marekani, Trump kwanza ametoa taarifa kuwaambia raia wa Iran. Akasema kama kuna raia Irani wanaoweza kubeba silaha kwa ajili ya kupambana na serikali yao, sisi tutawasapoti. Ni nini kinachomaanisha hapa? Maana yake ni ugaidi wanataka kutengeneza ndani ya Irani ili magaidi hao waipindue serikali ya Irani. Swali, utakuwa na shaka ni nani anayefadhili ugaidi duniani? Maana wengi tunaaminishwa kuwa Uislamu ndio chanzo cha ugaidi duniani. Leo hii Donald Trump hesabu alizozipiga zimefeli, pamoja na mwenzake huyu Netanyahu. Wamepiga mahesabu ambayo yamefeli pale Irani, kutaka kuangusha utawala wa Irani. Yamefeli hayo mahesabu. Leo Donald Trump anasema raia wa Irani walio tayari, ambao wako tayari kubeba silaha ili kuipindua serikali ya Irani, sisi tutawasapoti. Na je, hawa wanaobeba silaha ndani ya Irani kinyume cha serikali wanachukuliwa kama nani? Ni magaidi. Na magaidi hawa wamepewa go ahead na nani? Kwa maana yake kikijitokeza kikundi ndani ya Irani kikisema sisi tunataka kuipindua serikali ya Irani, Marekani atawapa silaha na atawasapoti. Ndio michezo yao. Serikali zote zinazopinduliwa waasi wao wanapewa silaha na Marekani. Ndio michezo yao. Na liko wazi. Tumekuwa tukiongea siku zote hapa. Watu wanafikiria Uislamu ndio chanzo cha ugaidi duniani. Si kweli hata kidogo. Wako wanaofadhili ugaidi duniani ili ugaidi uendelee. Alafu ndio wanaojidai wanapambana na ugaidi. Watu pekee wanaopambana na ugaidi, watu wa kweli, ni Urusi, sio Marekani. Marekani ndio mfadhili wa haya makundi ya kigaidi. Ndio maana wengine wakimaliza huo ugaidi, wakimaliza hiyo mission waliopewa, wanakuwa marais. Ilikuwaje leo hii Syria inakuwa na rais ambaye alikuwa kiongozi wa Al-Qaeda, ambaye alikuwa anatafutwa na Marekani? Mohamed al-Joran. Kipindi hicho kifahamika kama sasa hivi anajulikana kama Ahmed al-Shara. Ndo rais wa Iran, Syria sasa hivi, baada ya kumpindua al-Assad. Lakini kipindi hicho kama fahamika kama Mohamed al-Joran. Marekani kaweka dau la dola za Kimarekani milioni 10 kwa atakayeweza kumuua huyu bwana. Lakini leo ndio rais wa Syria. Kwa unaweza kaona vitu vya namna hiyo. Sasa anategemea huyu Marekani Irani hawa washike bunduki kwenda kinyume na serikali yao, wakati yeye mwenyewe anawaua Waajemi. Ndio sasa nimekuambia hapa kwenye hii shule hapa iliyoko Irani imeua wasichana zaidi ya 160 wameuliwa. Tena cha ajabu ni Wayahudi walioko Irani.
Imagine. Lakini leo anategemea raia hawa wa Irani wachukue silaha kupambana na serikali yao, kwa sababu mwanzo ilikuwa hivyo, alisema sisi tutakuja hapa kufanya ya kwetu, alafu baada ya hapo nyinyi sasa muingie kuandamana ili muitoe serikali yenu. Matokeo yake akashangaa watu wameingia kuomboleza kifo cha kiongozi wao mkuu. Kwa ile mbinu haikufanya kazi. Sasa hivi Donald Trump anawaambia kuwa mkiwa mko tayari kuingia kupambana na serikali yenu, mkishika bunduki mpambane ili muitoe serikali yenu, sisi tutawasaidia. Ni kwa sababu ground invasion ni ngumu sana kwa Iran. Yaani kupeleka askari wa miguu pale. Ni pale Iran wametengeneza makaburi makubwa sana ya kuwazika askari wa Marekani. Yaani pale hawawezi. Hii ni kutokana na jiografia ya Iran ilivyo, lakini ni kutokana na jeshi pia la mapinduzi ya Kiislamu IRGC. Yaani pale wakiamua kupeleka, kwa sababu Israeli yapeleke kule. Wanaotolewa kafara kule ni wa Marekani. Sasa Trump akiamua apeleke wanajeshi kule, wajiandae kuzika zaidi huko upande wa Marekani. Maana Marekani tayari wanazika wanajeshi waliokufa huko. Na Marekani raia pamoja na Senate ya Marekani wanajiuliza ni nani amempa go ahead Donald Trump ya kwenda kuivamia Iran. Ndio matokeo yake haya yanaletwa, yanasababisha vitu vingi vinavyotokea huko ambavyo sio vitu vizuri. Kwa hiyo ndugu zanguni, tutaendelea hapa sisi kuchambua kile kinachoendelea katika uwanja wa vita huko Mashariki ya Kati. Maana hapa sio eneo moja, ni Mashariki ya Kati ikiwemo na Israeli. Lakini Israeli nayo inapigwa vibaya mno. Marekani mwenyewe ametelekeza raia wake. Raia wake walioko pale Israeli amewaambia waangalie namna ya kuondoka. Marekani hawezi kawasaidia. Sasa kama ametelekeza raia wake, atasaidiaje raia wa Irani? Ndio maana Ayatollah aliwahi kuongea kipindi akiwa hai. Akasema leo hii Marekani anayejidai ana huruma na ninyi. Ana huruma na ninyi kivipi? Kama angekuwa na huruma na Irani, maana yake ambacho angekifanya wasingeiwekea vikwazo Irani. Si ana huruma na raia wa Irani? Yaani leo Marekani, Donald Trump atoke kule awe na huruma na raia wa Irani. Kweli ni jambo lipo kweli? Inawezekana? Ni jambo linalowezekana hilo kweli? Si kweli hata kidogo. Kwa ndugu zangu, ni ndivyo mambo yalivyo na ndivyo mambo yanavyoenda hivyo. Asanteni sana. Tutaendelea kuwapa taarifa kadiri mambo yanavyoendelea huko katika uwanja wa vita. Lakini kumbuka vita hivi vinatuathiri wote. Na ndio maana huku tayari mafuta yametangazwa kupanda bei ya mafuta. Asanteni sana.